Mgombea ubunge amezieleza barabara, na mmepata mbunge ambaye anajua kujieleza. Na mimi nawaambieni, kama ni mbunge melamba dume, mengine yabaki kuwa maneno. Kijana huyu mdogo kabisa atatukuta bungeni. Mungu atuweke salama. Sisi kazi yetu ni kumuongoza yeye. Na Msukuma amesema vizuri, yeye amemsema form 1, lakini nataka nikwambie mimi leo kwa kumsikiliza hapa nimempandisha daraja kutoka form 1. Huyu ni kama mbunge tu mzoefu. Anajua kuzungumza mambo. Anajua kuzungumza masuala yanayowahusu watu. Anazijua barabara zote. Hajui za jimboni kwake peke yake. Anazungumza barabara za nje ya jimbo lake. Anazungumza barabara zinazounganisha jimbo lake na wilaya nyingine. Amezungumza barabara 2 muhimu, ya kutoka Ntono kwenda Mbogwe, ya kutoka Wigo kwenda Mbogwe, ya kutoka Butobera kwenda Kahama. Amezungumza barabara ya kuungana na wenzake wa Katoro. Amezungumza barabara ya leo ya lami inayotoka Geita, Bukoli, Logi, ya kiwango cha lami. Na haishi kuzungumza, anazungumza na kiasi cha fedha kilichotengwa. Unaweza ukadhani ni mbunge wa kipindi cha pili. Kijana huyu nataka niwaambieni, amejiandaa kuwatumikia. Na mimi ninavyomfahamu toka akiwa mdogo, ana sifa kubwa 3. Ana sifa kubwa 3. Sifa ya kwanza, kijana huyu ana nidhamu. Anaheshimu watu wakubwa. Na mimi nakwambia mgombea ubunge mdogo wangu, hawa watu wote unaowaona hao, usiwaone wamekuja hapa usifikiri hawana kazi. Wana kazi ya kufanya. Lakini wamekuja hapa kwa sababu moja, wana matumaini mikononi mwao. Kesho yao wanaiweka mikononi mwako. Kazi yako moja, sikuja hapa kukufunda, nimekuja kufunga kampeni. Kazi yako moja, wasikilize watu hawa. Watembelee watu hawa. Kuna wakati watahitaji kukuona, wasiwe na kiu ya kukuona. Ukimaliza ubunge, hamia jimboni. Watembelee kwenye vijiji vyao. Wasikilize. Kuna wengine watakuudhi, wavumilie. Kuna wengine watakwambia fanya hivi, kazi yako fanya. Akitokea mtu yoyote anakuchukia kwa sababu unawatetea hawa watu, acha kuchukie, utapata thawabu mbinguni na kura zao. Sifa ya pili, huyu kijana pamoja na mambo mengine ni mgombea ubunge msomi. Ameenda shule, anajua pa kubonyeza pakawaka, anajua kujishusha pamoja na elimu yake. Ni daktari wa binadamu. Hapo ulipo anajua utumbo wako uko wapi, hapo ulipo anajua ubongo wako uko wapi. Amesoma kwa hela ndogo ndogo za kwenu za kuuza mawe na maharage, mkampeleka nje ya nchi kwa ajili ya kusoma. Amerudi badala ya kwenda theater pasue matumbo ya watu, amerudi kwenu kwa ajili ya kuwatumikia. Unyenyekevu huo walionao, nataka niwaambie mmepata mbunge. Na sifa ya 3 alionayo mgombea wenu, niseme nisiseme, niseme nisiseme, ana bidii ya kazi, anajituma. Ni mgombea ambaye amefanya mikutano eneo lote la jimbo lake. Amefanya mikutano kwenye kata zake. Amekutana na makundi mbalimbali. Amekutana na bodaboda. Amepita bila kupingwa. Mwingine angekuwa na kiburi, akasema mimi nalala nyumbani, nishapita bila kupingwa. Lakini akasema haitoshi, lazima niwafate. Amekutana na wazee, wakina mzee Bulendelo na wenzake. Amekutana nao akawaambia nipeni ridhaa. Juhudi hiyo huwezi kuipata kwa kila mtu. Watu wa aina ya huyu kijana hawazaliwi kila wakati na hawako kila mahali. Mwingine akipita bila kupinga, okalucha na kasi menzile. Ukimuuliza vipi, anakuambia nilishamaliza kazi. Utafikia anajipigia kura yeye. Dr. Jafari hayuko hivyo. Yeye pamoja na kupiga bila kupingwa, utadhani ana wagombea 200 wanaogombea naye. Na sikilizeni, anaamini kuwa katika kufanya kazi anawahitaji watu wengine wa kushirikiana nao, ni madiwani wake. Msikilizeni kwenye hotuba yake. Amesema yeye na madiwani wanakwenda kufanya kazi ya kuwaletea maendeleo. Angekuwa mwingine angesema mimi nitafanya.
Kijana huyu asemi mimi, anasema sisi tutafanya. Napata mbunge. Kazi yenu watu wa Busanda, mleeni mbunge wenu. Mbunge mzuri anatengenezwa na wananchi wake, na mbunge mbaya anatengenezwa na wananchi wake. Unamtengeneza hiyo ile dhana ya kazi na utu, wana jimbo la Busanda wanaishi ile dhana ya kazi na utu, wachimbaji wetu wanaishi. Na nimekuwa nikipita nikiongea nao, hawa madiwani wetu wamo wengine ni wawekezaji, lakini na wawekezaji wote wa jimbo la Busanda ambao ni wachimbaji wamekuwa wakiniambia usiache kufikisha salamu hizi, serikali ijue, pia na mgeni rasmi naye ajue, na Dr. Samia naye ajue ya kwamba wanashukuru kwa dhati ile nishati ya umeme ambaye wewe ndo waziri wa nishati. Wanashukuru sana wachimbaji, wanasema ya kwamba zamani walikuwa wanatumia mpaka Laki6 kwa mwezi kwa ajili ya kuvuta maji kwenye maduara yao, lakini saa hizi wanatumia umeme wa Laki1, Laki1.5, wanavuta maji, mawe yanatoka kwa winchi, makalasha yanasaga kwa umeme. Kwa hiyo nishati ya umeme imekuwa ni mkombozi kwa wachimbaji wetu. Wachimbaji oe! Wana Busanda oe! Kwa hiyo waziri wa nishati na mgeni wetu rasmi, hizo ni salamu za wachimbaji. Wanautumia umeme kweli kweli, ile zana ya kazi, wanachapa kazi kweli kweli kwa ajili ya kuimarisha uchumi. CCM oye! Baada ya kusema hayo, waziri wetu, mgeni wetu rasmi, ilani hii ya Chama cha Mapinduzi imeeleza mipango mingi mizuri, na hiyo mipango tumesha kwenda kuwaeleza wana Busanda wote kwa ujumla, kata zote 11. Iko barabara yao ya lami ambayo ilikuwa ni changamoto kwa muda mrefu, na siku ile tarehe 13 tulimshukuru Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa mgombea wetu na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Barabara hii ilikuwa changamoto kubwa, ni kilomita 133, lakini kile kipande cha Kahama Ilogi Kakola tayari kimekwisha anza kufumuliwa kwa ajili ya ujenzi wa lami. Zimebaki kilomita chache ambazo zinatoka Mpomvu, zitapita Nyarugusu, zitapita kata ya Bukoli, zitakwenda kuigusa kata ya Butobela kidogo, zinaunganisha Ilogi. Kilomita 61, na tayari Dr. Samia Suluhu Hassan kwa bajeti iliyopitishwa ndani ya miaka yake 4 tayari bilioni 112.74 bilioni 112.74 zinakwenda kujenga lami hii kwa ajili ya wakulima, kwa ajili ya wachimbaji, kwa ajili ya huduma ya ndugu zetu. CCM oye! Katika ilani hii iko barabara ya Mkoloni, barabara ya Mang'ombe, inapita kata 5, inatoka jimbo la Katoro, inapita jimbo la Busanda, inakwenda jimbo la Nyang'hwale, inapita mpaka pale Nyamalimbe kwa mwenyekiti wetu Mzee Kasendamila. Barabara ile imo kwenye ilani hii, inakwenda kupandishwa kutoka Talula, inakwenda Tanroad, na Dr. Samia Suluhu Hassan nimekwenda kumnadi kule ya kwamba yeye ndio kaiona barabara ile ili iweze kuhudumia kata zaidi ya 5. CCM oye! Baada ya kusema hayo, kwa kuwa mkandarasi wa barabara ya lami atakuwa amekosa kazi, tunaomba sasa tumlete huku chini ile kwenye barabara zetu ndogo ndogo. Iko barabara ya Bukoli Butobela mpaka Kakola, lakini iko barabara ya Bukoli Bujula mpaka Nyamigogo. Lakini ziko barabara 2 ambazo wananchi hawa wamekuwa wakiniambia barabara hizi tunazitumia sisi, wanatumia wananchi hawa, wanatumia walimu. Mara nyingi wanasema twende kwa Mheshimiwa Biteko. Barabara hiyo ya kwanza inatoka Ntono, inapita Ushirika, inaunganisha moja kwa moja mpaka Mbogwe, inakwenda Bukombe. Lakini iko ile ambayo inapita Wigo. Mimi na mwenyekiti wetu mara nyingi tumekuwa tukitumia barabara hizo, kwamba alikuja akaniambia twende tukamsalimie kiongozi wetu. Barabara ile inatoka Wigo, inaunganisha na yenyewe, inapita Ivumwa, inaenda kuigusa tena Ushirika, inarudi Mbogwe, tunaenda inatupeleka mpaka Bukombe. Barabara hizo nazo sasa twende tukazichangamkie, zipitike kwenye kiwango cha changalawe ili ziweze kuhudumia watu wetu. CCM oye! Lakini kwa utu wa Dr. Samia Suluhu Hassan, tayari jimbo la Busanda limekwisha ongezewa vituo vya afya 3, viko na vile ambavyo vimepandishwa cha Nyarugusu na kile cha Kashishi. Kiko kituo cha afya cha Busanda, kipo kituo cha afya cha Bukoli. Kwa vituo vya afya hivi Dr. Samia Suluhu Hassan akaona haitoshi kwenye ilani hii
mmetuwekea hospitali ya hadhi ya wilaya ambayo inakwenda kujengwa Nyarugusu. Hospitali ile itaweza kuhudumia wananchi wetu wote, kwa sababu Nyarugusu ni katikati, kata zote zitaweza kuleta pale wazee wetu, mama zetu, dada zetu wenye uhitaji wa kutibiwa. Kwa wale ambao changamoto inakuwa kubwa kwenye vituo vya afya, tayari tutawaisha Nyarugusu, watatibiwa pale na watarudi kwa ajili ya maendeleo yao. CCM oye! Zingatiwa. Ndugu zangu wanachama wa Chama cha Mapinduzi na wasio wanachama, nimesimama hapa mbele yenu kwa ajili ya kuwakilisha madiwani wa kata 11 jimbo la Busanda. Utekelezaji ndani ya Chama cha Mapinduzi, ndani ya lakini na kazi ambazo tunakuja kufanya. CCM oye! La pili, ndugu mgeni rasmi, pamoja na viongozi na wananchi na wanachama wa Chama cha Mapinduzi, nimesimama hapa mbele yenu kumwombea Daktari Samia Hassan Suluhu tarehe 20 lakini jambo lingine, tarehe 29 hiyo tuamke twende tukapige kura kwa Dr. Jafari Rajab Sefu, na tarehe hiyo hiyo weka mikono juu ili twende tukapige kura kwa Profesa darasa la 7. Fanya maamuzi. Tarehe 29 tunakwenda kuchagua maendeleo. Tarehe 29 tunakwenda kuchagua kazi iendelee, na si mwingine ni Daktari Samia Suluhu Hassani, wabunge wetu pamoja na madiwani. CCM oye! Vijana wenzangu, wangapi tunaenda kupiga kura kwa CCM? Nyosha mikono. CCM oye!